Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia mpaka sasa hivi tuko hapa, lakini pia tutambue na kuheshimu pia kushukuru kwa watu wote ambao wanachangia kuwepo kwa uwepo wa ligi yetu ya NBC ambayo tena tunaanza kwenda kwenye mchakato wetu baada ya mapumziko. Lakini pia niwashukuru viongozi wetu wa Coastal ambao wametuwezesha mpaka jana tumefika hapa. Tumeweza kupata fursa ya kutoa uchovu wa safari. Leo tunakwenda kuwatengenezea hamu wachezaji kwa ajili ya mechi ya kesho. Nianze kwa maandalizi tuliokuwa nayo. Of course tumepata kama wiki mbili za maandalizi baada ya mapumziko. Wachezaji tunajua kwa mapumziko wamerejea. Lakini tulikuwa tuna focus kwenye tarehe 23 mechi ya kwenda kucheza na Namungo. Bahati nzuri ikaja kutokea hii mechi ya Azam hapa katikati. Sasa kwa maandalizi wachezaji kabla ya kurudi mazoezini niliwatumia programu ya wiki moja kufanya kila mtu akiwa nyumbani. Kwa plus hizi wiki mbili tulizopata za mazoezi, alhamdulillah nashukuru hatukufumaniwa sana. Yaani wachezaji wako vizuri technically, tactically. Alafu opponent tunakwenda kumface. Tunakwenda kumface Azam, tuna madaraja, lazima tuseme hivyo. Tunaangalia uwekezaji kwenye benchi la ufundi kwa wachezaji na vitu hivyo, tunajenga sisi daraja la kati. Kwa hiyo tunasema kwamba kwa upande mwingine mimi na technical staff yangu tumefarijika kwamba tumetoka kucheza mechi ngumu ya Yanga. Tulikuwa kwenye training ambayo ilikuwa next kuanzia sasa hivi hapa tunatafuta mechi moja ya kirafiki, alafu tuingie kwenye mchakato wa kumkabili Namungo. It means tunaacha approach ile ya kucheza na Yanga daraja hili, tunakwenda kwenye approach hii. Sasa imekuwa vizuri, tumekwenda kwenye approach ya kukabiliana na zile timu ambazo tunasema zina uwekezaji mkubwa. Kwa hiyo wachezaji watakuwa hawajahama sana katika mbinu. Kwa hiyo kimbinu iko hivyo, hatutakuwa na madesa ya kuchange sana. Kwa hiyo tunakwenda moja kwa moja kumheshimu Azam kwa kutokana na quality yake jinsi alivyo, lakini kwa physical quality tulikuwa tumenyanyua kwa hawa jamaa wako tayari nadhani kukabiliana na Azam na kutoa mchezo mzuri. Tunachoomba sana sisi makocha, wachezaji wakumbuke madarasa ambayo tumewagawia hapa, tumewapatia hapa hivi siku za karibuni. Wana Mangu shule tu waombee dua vijana waamke salama ili waweze kukumbuka. Kwa sababu tunakwenda kucheza against timu ambazo tunasema zina daraja fulani. Daraja linatofautisha nini kati ya sisi na wao? Ndio kusema kwamba wachezaji wetu na wale physical tuna train the same, tactical madaraja yetu ya kufundishaji tunaweza kwa tunafanya kazi vizuri, isipokuwa hawa kwenda kuzitafsiri pale mbinu wapi kiwanjani. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba nawaombea Mwenyezi Mungu awaamshe salama na fahamu nzuri, wakitafsiri mbinu vizuri pale kiwanjani tunaweza tukatoa zawadi nzuri sana kwa wana Mangush. Kuna approach katika mbinu zetu za ufundishaji, tuna approach ziko tofauti. Kwanza kucheza mechi ugenini na mechi ya nyumbani, approach ziko tofauti, lakini pia vile opponent moja fulani na mwingine, kwa hiyo hawezi kuwa the same. Tunakwenda kucheza na Azam, tunakwenda na approach tunacheza mechi ya ugenini. Kwa hiyo tunazo approach ambazo tunazitumia kwa mechi za ugenini. Kwa hiyo katika hilo tumesha take care, na leo pia tutaenda kumalizia maelekezo mazuri kwa wachezaji wetu kwa ajili ya kutoa matokeo mazuri sana kwetu sisi katika mechi hiyo ya ugenini. Tunawashukuru kwanza wana Mangu tunapokuwa pale nyumbani, muda wote wamekuwa wako na sisi bega kwa bega kuanzia mazoezini mpaka kwenye mechi. Kuna ambao unajua watakuwa wako Dar es Salaam, na watu wale ambao wanaweza kutoka pale Tanga kuja hapa inawezekana kabisa kufika. Wao ni wachezaji wa 12 kwetu sisi. Kwa hiyo wanapokuepo kiwanjani inakuwa ni faraja sana kwa boost ya wachezaji wetu. Kwa hiyo nawaomba sana wenye uwezo wa kuja waje watusupport, watushangilie, lakini wale ambao hawawezi kuja basi kule walipo wakati wote watuombe dua, sisi tuwe na utulivu. Wachezaji wakitulia basi watapata burudani hata kwa umbali waliopo. Asante. Cha kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana tumesafiri salama kutoka Tanga mpaka kufika sehemu ya kituo cha mechi. Cha pili, wote tupo salama kwa maana wachezaji wote kiakili na kimwili kulingana na jinsi mwalimu ambavyo ameweza kutuandaa, wote tupo salama na tupo tayari kwa ajili ya mechi ya kesho dhidi ya Azam. Kwa mashabiki zetu watarajie mechi nzuri kwa maana walimu wametuandaa kwa ajili ya ushindani, wametuandaa kwa ajili ya kupambania pointi 3, wametuandaa kwa ajili ya kuwapambania wana Mangush. Hivyo katika mechi ya kesho wakatarajia mazuri kwa maana tunaenda kuipambania nembo ya Coastal Union na tunaenda kujipambania sisi wenyewe kutokana na kazi yetu.
Kwa hiyo mechi itakuwa nzuri, mechi itakuwa ya ushindani, na inshallah Mwenyezi Mungu akituamsha salama tutaenda kupata matokeo ambayo yatakuwa mazuri juu yetu. Sisi kama wachezaji siku zote tunazungumza kwa ajili ya kuonelea timu yetu sehemu iliyokuwepo na namna ya kupambania timu tuweze kupata matokeo yaliyokuwa mazuri, kwa sababu ligi imekuwa ngumu. Kwa hivyo kila mechi kwetu sisi tunaichukulia kama fainali. Kwa hivyo mechi ya kesho inaenda kuwa nzuri kutokana na namna ambavyo tunazungumza.